nyuma ya pazia. Kila lenye mwanzo halikosi na mwisho, wahenga walisema. Huwezi kupanda usichokivuna, wahenga walisema. Nyuma ya pazia kuna mambo mengi, usaliti na mateso, maumivu na mapenzi. Ulinisi niwe mtulivu, leo imekuwa ni hasara. Oh, wow. Umependeza sana. Asante. Sasa mimi naelekea katika mihangaiko yangu. Basi Mwenyezi Mungu akutangulie huko unapoenda, ukafanikiwe, urudi na hela nyingi. Unajua jinsi ninavyokupenda. Najua. Lakini hata hivyo mimi nataka nikajiandae niende kwa rafiki yangu. Ila inakuwaje kuhusu ile pesa ya watu ambayo uliichukua jana? Unaonaje vitafunwa vya leo? Umevipenda? Hivi vitafunwa huwa navipenda sana. Vipi, umevipenda? Mimi sina yana. Ukivipenda wewe mume wangu, basi lazima nivipende mimi. Kula baba. Kanu. Ukinionaga na amani basi upende. Yaani ukiniona nimekaa na amani zangu, basi wewe unataka tu kunivuruga, kunichanganya, si ndio? Kwani mimi nilisemaje? Mara ya mwisho nilikwambia nini wewe? Sasa nataka nikukumbushe. Nilisema hivi, huyo rafiki yako mpaka aje hapa, mimi kijumbe mkuu ndo nimpatie hiyo pesa mwenyewe. Sikumaanisha hivyo mimi? Sasa Bella, hivi inawezekanaje? Yaani mimi nimwambie rafiki yangu aje achukue pesa kwako na aliyakuwa yeye alinikabidhi mimi. Kanu, sirudi tena. Yaani kama umeniona na amani zangu, naomba uniache na amani zangu. Kama ulivyotoka huko ndani na amani, umekuja hapa nimekuaga kwa amani na maombi juu nikakupa. Basi naomba uende kwa amani na mimi uniache na amani yangu. Sirudi tena mimi. Sawa. Ila right kama nyoka angelikuwa hana sumu, basi wengi wao wangemfanya kama kamba. Nikutakie siku njema. Ndio, nashukuru. Nakupenda kipenzi. Alafu kuna kitu nilikuwa nataka nikuulize. Yaani kwa hali yangu nilipofikia sasa hivi, ni kama tarehe za makadirio zimekaribia. Kwa hiyo nilikuwa naomba unitafute dada ambaye atanisaidia hapa nyumbani. Kuosha vyombo, kufua, na majukumu madogo madogo. Au kama inawezekana mume wangu, tumuombe mama aje hapa kwa ajili ya kunisaidia shughuli ndogo ndogo kipindi hiki. Unataka kusaidia majukumu gani ambayo wewe huyawezi? Kazi tu ndogo ndogo za hapa nyumbani. Mimi sioni faida yoyote wakati mimi nipo hapa nyumbani. Nitakusaidia hizo kazi zote ambazo nataka kufanya. Unajua mara nyingi unaposhinda kazini, mimi nakuwa nabaki peke yangu hapa nyumbani. Isitoshe, unaporudi usiku unakuwa umechoka sana. Kwa hiyo nakuonea tu huruma mume wangu. Unajua utakapomleta mtu aje kukaa hapa kwa ajili ya kusaidia kufanya kazi, kumbuka kuna gharama. Yeye atapokuja hapa kuna familia yeye huko anaiacha.
Kwa lazima utengeneze mazingira ya yeye kumpa hela ili aweze kuikimu familia yake huko na yeye hapa jinsi ya kujiendesha. Kwa hiyo kuna gharama ambazo zitaingia ambazo sio za msingi. Tunafanyaje sasa? Maana namhitaji sana dada wa kazi. Sawa. Nitakaporudi kutoka kazini nitahakikisha nitakuja na mtu ambaye atakusaidia majukumu yako ambayo wewe umeyashindwa. Asante kwa kujali mume wangu. Vipi? Leo nikupikie chakula gani? Usiwaze, nitakamleta atakusaidia kupika. Shem. Habari. Salama tu za kwako? Salama tu za asubuhi. Salama tu Shem. Nimetoka hapo mara moja kununua supu hii. Sasa nikasema nipite hapa nimuone jirani yangu afu ndo niende kwangu. Okay, nimemwacha bafuni anakoga. Pita tu ndani msubiri hapo sebuleni. Sawa Shem. Ulikuwa umelala nyumbani nikapa. Na nimelala wapi ndugu yangu? Ataikatandika kitanda. Je, nimefika muda kidogo Kwanza nimetoka hapo. Unajua nimekutana na mume wako mlango nikashtuka nikakutana na motipoti wangu. Nikashtuka nikasema Mungu wangu. Ila nikamdanganya. Nimwambia nimetoka zangu kununua supu huko. Sasa napitia hapa nikujulie hali. Uoga wa bure tu kwa sababu yule ni mkorofi kwangu tu. Sidhani kama angekufanyia kitu chochote kibaya. Yaani yule kwa watu ni mtu mzuri sana. Sasa sijui mimba ndio imemkataa? Sijui. Wewe wadamu wako nimemwogopa. Yaani hapa ndugu yangu umenikuta na furaha. Nimetoka huko kujisnap kwa nilivyo na furaha. Yaani uwezi amini shemeji yako leo. Sijui kalalia mkono gani. Yaani kaamka ananiambiaje? Nipo tayari kukuletea mdada wa kazi. Kwa tunajadili muda si mrefu. Usiniambie. Yaani kakubali, kasemaje? Yaani usijali mke wangu nitakuletea msaidizi. Yaani hapa nina furaha. Paka nahisi mtoto wangu anacheza huko tumboni jinsi nilivyo na furaha Jacqueline. Si nilikwambia mimi? Nikwambia yule mkazanie. Yaani ukimkazania ukimfanya kama wimbo, lazima tu atakubali kukuletea mdada wa kazi. Si unaona sasa leo kakubali? Yaani nilivyokuwa na furaha Jacqueline. Yaani nilikuwa na uwezo ili tumbo sina. Ningeenda kumtafutia bonge ya surprise. Ili akija mwenyewe furahi usiku. Ya kweli nashukuru. Leo anata hasira mume wangu jamani. Hata mimi Walda nimefurahi. Maana nilikuwa yaani hata nikilala huko ndani nakuwa na wasiwasi sasa Mungu wangu Walda anaweza kaumwa usiku. Yaani kwanza mwenyewe hapa nimefurahi kama amekubali kuletea mdada wa kazi. Hapana kwa kweli. Mwenyewe nimefurahi afadhali. Kwanza umejikomboa shoga yako. Wewe?
Hasa unasikia shughuli yangu. Leo mwenzako yani kuna sehemu nataka niende. Sasa nimeona ule muda wa kuja hapa nije nikusaidie sijui kuosha vyombo, sijui kufua, sijui kupika. Sitopata. Sasa nimeona bora tu nikuletee chakula. Vitu vingine kama nitakurudi nitakuja kukusaidia. Ila leo nimeona tu bora nikuletee chakula kwanza usishinde na njaa. Umeniletea nini tena? Bana mimi nakupikia ubobo. Utafunua mwenyewe utaangalia utakula. Wali na samaki. Yaani chakula nilikuwa nakiwaza siku nzima leo. Yaani chakula changu pendwa. Basi mimi nikuache sasa niondoke zangu. Kama baadaye nikiwahi kurudi, nitakuja nikusaidie kazi nyingine sawa? Haya bwana, leo ngoja nikutoe maana leo ndio na furaha ndugu yangu. Hello Tis. Nadhani unatambua kwa nini nimekupigia simu. Tusipoteze muda. Mahali pa kuonana unapafahamu. Na nipo hapa na kusubiri. Halo? Halo? Yaani mtu ajue ananipotezea muda, anafanya kitu gani, ananipigia afu unaniona. Si uje sasa, kama unaniona si uje. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Shoga yangu, jana ni nini kuondoka bila taarifa? Kitu gani yani kinakusababisha unaondoka hai haraka haraka bila taarifa? Hivi rafiki yangu, yaani mimi nakaa pale eti unamtuma mwanaume wako dukani, unafahamu mimi najisikiaje pale? Heshima gani sasa hiyo?
Haya, akija akisema mimi rafiki yako ndo ninakuambia ufanye hayo mambo. Sasa T, baada ya kuniambia kwamba nimekosea, si nilikuomba dakika moja? Nikaingia ndani. Narudi sikukuti. Tena na shemeji yako akanipa na hela ya kununulia kinywaji. Kweli T? Kiukweli T, sijapenda. Yaani sijapenda kabisa. Ni vile tu ushoga kazi ndo maana niko hapa. Lakini vinginevyo leo mimi nisingekuwa hapa. Sijapenda. Haya basi Aisha. Naona uko hai na ulivovaa hivyo, umetokea wapi? Nimetoka zangu kwa wapi huko haya? Saluni, mtonya saluni, nimekorofishana naye, nimeona tu unarudi nyumbani, hata sielewi. Yote 9:10. Unavoniona mimi leo, huu mwili leo ninalala hapa, siende hata nyumbani. Nini? Naomba ufanye uondoke. Naomba ufanye uondoke Bella, sitaki kugombana na wewe. Kama unalala hapa nataka uhakika nijue kabisa kana unajua uko kwangu na unalala hapa kwangu. Lakini kama hujamjulisha upo hapa kwangu, naomba uinuke uondoke. Sihitaji maneno mengi na wewe. Jamani T, yaani unavoact kama ndugu wa mume. Yaani wewe, nishasema mimi leo siondoke hapa. Yaani hapa mimi leo siondoke, leo mimi nalala hapa. Huyo Kanu kanioa. Yaani ni kwa herufi kubwa. Hana taarifa na hapa siondoki. Habari ndo hiyo. Naomba remote. Kuna maana gani mimi kutembea na kufungua mlango wa nje ili akoe mlango wa ndani umeufunga? Nilikuwa nimepitiwa tu usingizi, lakini nilikuwa nakufikiria muda wote. Hebu tandika. Simon. Huyu nani? Ndio yule nilikwambia nitakuletea aje kusaidia majukumu yako ya kazi hapo nyumbani. Naona. Ina maana umefikia huko Simon? Yaani umefikia kuniletea mwanamke ndani chumbani kwangu? No comment. Nyuma ya pazia, nyuma ya pazia, nyuma ya pazia. Nyuma ya pazia, nyuma ya pazia, nyuma ya pazia.
nyuma ya pazia, nyuma ya pazia, nyuma ya pazia. Kila lenye mwanzo halikosi na mwisho, wahenga walisema. Yaani umefikia huku Simon? Yaani unaletea mwanamke anaingia chumbani kwangu afu unasema anakuja kunisaidia majukumu. Majukumu ya nje yanahusiana nini na chumbani kwangu? Ulinisini we mtulivu. Hivi unaona mpumbavu sina akili timamu Nimejiriziki mimi. Sasa siwezi kufanya kazi ya aina yoyote, siwezi kupokelewa na ofisi ya aina yoyote kwa sababu ya hili tumbo. Haya ndio malipo unaonipa Simon, si ndio? Yaani hata mimi nilikuwa vile. Umenielewa wewe Simon? Simon mume wangu. Kwani mimi nimekosea nini? Mimi nimekosea wapi mume wangu? Mbona unanipa majuto makubwa? Kosa langu ni nini mimi? Kubeba kiumbe. Nimechokiwa kitu kwa sababu yako mume wangu. Muda wako umeshapita. Tulia. Kwa nini unanifanyia hivi mimi? Kosa langu kitu gani? Niambie basi nijue mume wangu. Nyuma ya pazia, nyuma ya pazia, nyuma ya pazia. So, nyuma ya pazia, nyuma ya pazia, nyuma ya pazia. Kila lenye mwanzo halikosi. Naomba funguo basi nikalale sebuleni. Naomba hiyo funguo basi. Hapo kujifunza namna wenzao wanavyojituma katika majukumu yao. Kila lenye mwanzo halikosi na mwisho, wahenga walisema. Huwezi kupanda usichokivuna, wahenga walisema. Nyuma ya pazia kuna mambo mengi, usaliti na mateso, maumivu na mapenzi. Ulinisini we mtulivu, leo imekuwa ni hasara kwangu. Moyoni yamejaa maumivu, macho yangu hayaoni mbele ni ukungu. Hujui kwa nini nalia, kwa sababu yote yamefichwa nyuma ya pazia. Hujui kwa nini nalia, kwa sababu yote yamefichwa nyuma ya pazia. Usaliti na mateso, maumivu na mapenzi. Ulinisini we mtulivu, leo imekuwa ni hasara kwangu. Moyoni yamejaa maumivu, macho yangu hayaoni mbele ni ukungu. Baby. Amka, kumekucha. Umelala mpaka sasa hivi? Umenichosha. Baby. Nimeenjoy. Mtoto fundi wewe. Umefundishwa na nani? Bibi yangu. Umenikosha. Niambie raha zizi. Mimi nimeamka na njaa. Sawa. Kwa nikamwamshe umpuuza akakuandalie. Sawa. Sawa. Umenikosha wewe. Bwana.
pazia, nyuma ya pazia, nyuma ya pazia. Kila lenye mwanzo halikosi na mwisho, wahenga walisema. Huwezi kupanda usichokivuna, wahenga walisema. Nyuma ya pazia kuna mambo mengi, usaliti na mateso, maumivu na mapenzi. Ulinisini we mtulivu, leo imekuwa ni hasara kwangu. Moyoni yamejaa hayo maumivu, macho yangu hayaoni mbele ni ukungu. Hujui kwa nini nalia, kwa sababu yote yamefichwa nyuma ya pazia. Hujui kwa nini nalia, kwa sababu yote yamefichwa nyuma ya pazia. Usaliti